weupe, weusi kwa majira ya pekee. Leo tena tunakutana kwa sababu ya habari za kweli kwa ajili ya uumbaji na watu wote kuelewa na wote kufahamu ya kwamba wakati umefika wa kila mmoja kutofichwa tena wala kutodanganywa na uongo. Kwa hiyo kabla yote basi tushukuru, tumwambie Baba, tunakushukuru. Baba mwema, unatukuzwa na inuliwa kwa wakati mwingine tena mahali pa Kweli Yote TV kwa ajili ya watu wako wote weupe, weusi, wekundu wote, kwa kuifahamu ile kweli yote na kweli yote tayari uumbaji wako umekuwa huru kwa utukufu wako. Tunakushukuru, tunakuinua kwa maana umetukuzwa. Ni wewe mwenyewe utatufundisha kwa sababu ni hekima yako kwa heshima yako imetoka. Kwa hiyo karibuni sana viongozi, vijana wote wa aina zote, hata wale ambao ni kwa ajili ya malkia, ambao ni wamama na wababa, ambao ni wafalme, kwa ajili ya marafiki wote kwa rika zote, kwa sababu ni habari ya watu wote, sio ya kujificha. Kwa hiyo karibuni sana. Leo nataka tufahamu kabisa kwamba ijapokuwa tumeelewa kwa majira fulani na wakati fulani tulifundishwa kwenye yale masomo yanayoendelea, lakini nataka nikueleweshe kabisa na tueleweshe yeye ile vita ya siku ya mwisho. Vita ya siku ya mwisho. Vita ya siku ya mwisho ina maana gani na ni nini? Kwa sababu ni jambo ambalo sasa unaliona kwenye dunia linaendelea kila mahali. Kwa hiyo vita ya Amerika na Israel na Iran ni vita iliyobeba siku ya mwisho, ili wote sasa turejee kwenye utawala wa kweli kwa ajili ya utukufu wake. Sasa tutafahamuje kwamba ni kweli? Kwa sababu tunajua ya kwamba wakati wote tuliambiwa yeye atakuja kama mwizi, na kuja kwake kama mwizi ina maana ni kitu ambacho ni cha siri yake. Je, nani atampa hiyo zamana ya kufumbua hilo fumbo la dunia? Ni nani atafumbua? Tunaisoma sasa hapo kwenye Mathayo 24 ule mstari wa 36. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika wale mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Unaona vitu viwili hapo. Yaani anasema kwamba habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, ila ni Baba tu. Lakini anaongelea kwenye 37 anasema kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Sasa huyo Mwana wa Adamu na siku ya mwisho ina maana zinasikilizana. Kwa ajili ya yeye atakuja kwa utukufu wa mtu, ila atakuwa na ile message ya kutuambia siri zote za ufalme wa yale tuliyokuwa tayari hatuyafahamu. Kwa hiyo hapa ni yeye mwenyewe kwa ajili ya kutuambia kwamba maana halisi kabisa ya kwamba vita ya siku ya mwisho ni ipi. Je, ni hii? Sasa mimi nakuhakikishia na niko kabisa katika haki yake mwenyewe kwamba vita ya Amerika, vita ya Israel na Iran ni vita ya siku ya mwisho, inayokamilisha siku ya mwisho. Sasa tutajuaje? Tutafahamuje? Kwanza kabisa ni lazima tujue kwamba je, Amerika anasimama badala ya taifa lipi ndani ya kitabu hiki, na Israeli anasimama badala ya taifa lipi ndani ya kitabu hiki, na Iran anasimama kwa nguvu ya utimilifu kwa taifa hili. Hapo ndipo tutajua ya kwamba vita tayari ndio ni ya kweli. Kwa hiyo tutasoma hapa kwenye Yeremia 29:10 mpaka 14. Tumeendelea kufundishwa hiyo kwamba baada ya miaka 70 Baba yale yote aliyokuwa amekusudia yatatimia. Yatatimia hayo. Anasoma hapa, maana yeye asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawaijilia ninyi na kutimiza kila nilichokuwa nimewaahidi. Maana ninayajua mawazo nayawazia ninyi, asema yeye, mawazo ya amani wala sio mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mtakapojifunza kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu. Nitawarudishia wafungwa waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote. Kwa hiyo hapa anaongelea Babeli utakapotimiza miaka 70. Sasa Babeli ni nani? Aliyekabidhiwa uumbaji. Ile Yeremia 27 mpaka 27:5. Mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uweza wangu mkuu na mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa mfalme wa Babeli, mtumishi wangu. Yaani Babeli, utumishi wote wa uharibifu amekabidhiwa. Kwa sasa huyo Babeli ni nani? Huyo Babeli ndio utamfahamu kwa undani, na ni taifa lipi linasimama badala ya Babeli, na mataifa yote watamtumikia yeye na mwanae na mwana wa mwanae. Hata taifa lile lisilotaka kumtumikia mfalme wa Babeli litahukumiwa. Kwa hiyo tunaona mimi nitamwadhibu. 9. Lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu wanawaambia kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli. Kwa hiyo tukishafahamu sasa leo ya kwamba Babeli huyu ni nani, huyo Amerika ana represent na nani kwenye kitabu, na Israeli ana represent nani katika kitabu, na huyu Irani anasimama kama nani kwenye kitabu hiki. Kwa hiyo tunaona baada ya miaka 70 Babeli utatimia. Ukitimia ina maana atahukumiwa. Kwa hiyo hapa tunaona kwenye Yeremia 25:12. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema yeye, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia nitaifanya kuwa ukiwa juu ya nchi. Sasa tunaona hata Danieli ile 9 naye anaandika kupitia vile vitabu alivyokuwa anasoma kwamba miaka 70 ilipotimia kila kitu kilibadilika. Katika mwaka wa kwanza kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka ambayo hiyo kweli yote ya yeye aliyetumba itakavyotimia kwa kinywa cha nabii, ni kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamwelekezea yeye baba wangu ili kutaka kwa maombi na dua, pamoja na kufunga na kuvaa nguo za nevera na magunia na majivu, ili angalau wapate kufahamu, lakini hakuonyeshwa. Kwa hiyo tunaona sasa hii nguvu inayoweza kutuonyesha. Tunasoma hata kwenye mahali kwa Ufunuo 3 ile mstari wa 10. Kwa kuwa umeishika sana kweli yote na subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuadhibiwa iliyo tayari kuijilia ulimwengu wote, wajaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulicho nacho. Sasa hapa tunaona tumesoma kwenye vitabu vingi, tukianza na Ufunuo 16 juu ya vita ya siku ya mwisho. Ufunuo 16 ule mstari wa 13. Nikaona roho 3 zikitoka katika zilizofanana na vyura, zikitoka katika kinywa cha yule nabii, yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya kwa vita ya siku ile, yani siku ya mwisho.
ile kuu ya Muumba ambaye ni kweli yote. Tazama naja kama mwizi, hicho kituo ndio tunaona kwenye Ufunuo tena 20 ule mstari wa 8 mwanzo 7. Na hiyo miaka 1000 itakapotimia, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi. Pembe 4 za nchi kwa ajili ya watu wote, lakini watasimamiwa na utendaji wa taifa, naye atatoka kuwadanganya mataifa yote walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, wakusanya kwa vita, ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Hapo yani, kwa sababu mafundisho yote juu ya nchi tunajua Gogu na Magogu ni taifa kabisa, ambalo tumefundishwa ni taifa la Urusi na Asia. Watatoka kupigana kwa ajili ya vita ya siku ya mwisho, lakini idadi yao itakuwa kama idadi ya watu mchanga, idadi kubwa sana. Pembe 4 za watu watakusanyikana hapo kwenye senta ya vita. Kwa hiyo ni vita ya siku ya mwisho. Sasa sikiliza kwa makini kabisa hapa kwa ajili ya kuelewa. Sasa siku ya mwisho maana yake ni nini kwa? Siku ya mwisho ina maana yake ni ile kweli yote, yaani kujua kweli yote kwa namna zote, ndani nje. Ndio maana inafunguliwa tu kwenye kitabu kile kidogo cha uzima, sio kitabu ambacho kwa elimu mbalimbali tulizojifunza. Hiyo itakuwa kwenye Ufunuo 10 ule mstari, ndio yenye maelezo. Theology haiwezi kukupa maana halisi ya vita ya siku ya mwisho. Falsafa haiwezi kukupa maana halisi ya siku ya mwisho. Typology haiwezi kukupa maana halisi ya siku ya mwisho. Ni Baba tu ndio anayekupa maana halisi ya siku ya mwisho na vita ya siku ya mwisho na hukumu ya siku ya mwisho. Ndio maana akasema anayo yeye. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka huko mahali pake, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo ya moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kilichofunguliwa, ambacho kwenye Ufunuo 5 ile 1 mpaka 19 inaelezea nani atakayekifungua hicho kitabu. Kwenye majira ya unabii wa Isaya 6:8 mpaka 13, Yesu akitumwa kiunabii hakufungua hicho kitabu, alikiacha kama vile, lakini alikuwa anaonyesha mfumo wa ibada ulivyo juu ya nchi na namna ambavyo yeye anakamilisha kulionyesha siku ya mwisho itakavyokuwa na ishara zake. Yeye akakiacha hivyo, yaani maelezo, akasema ile siku ya mwisho anayo Baba, lakini akasema atakuwepo na mwana wa Adamu yupo, ambaye sasa atasimama kwa ajili ya kufundisha haya ambayo unayasikia sasa hivi. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kilichofunguliwa, akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Bahari ni nini? Bahari ni hapa, hii majira iliyokuwa miezi 9 ya ndani, hii ndio bahari, na nchi kavu ni hapa. Kwa hiyo kitabu kilifungiwa hapa na hapa, hakuna aliyekuwa anajua hii ndio maana yake ni nini, kwa sababu wakati Baba anatuachilia tumboni hapa, walikuja wakatugeuza. Baada ya kuita mwaka waliita miezi 9. Kwa hiyo tukafungiwa hapa, tukawa tunaishi nje ya lile kusudi. Sasa anakuja yeye na kile kitabu kilichofunguliwa atuonyeshe, ndio anafungua kitabu. Hata ngurumo zilipotoa sauti zao, na ilikuwa tayari kuandika, nami nikasikia sauti kutoka mahali pale ikisema, yatie muhuri maneno haya yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika niliyemwona, ujumbe sasa
akasimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mahali pa yeye Baba ambaye ni kweli yote, akaapa kwa yeye aliye na ile furushi la upande, yaani umiliki wa uumbaji wote, hata umilele na umilele, naye aliyeziumba mbingu na nchi na vitu vilivyomo na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapatakuwa na wakati baada haya, isipokuwa katika siku ya malaika wa utimilifu atakapopiga tarumbeta, hapo ndipo siri ya muumba itakapotimizwa, kama alivyohubiria watumishi wake hao manabii. Na mamlaka iliyokuu, ile sauti ile iliyosikia kutoka mahali pake, ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika uliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae, akile, ukile, nacho kitakuwa kichungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitoa kile kitabu kidogo kwa mkono wa utimilifu wa yule malaika, nikakila, nikakubali kwa ajili ya kuja kueleza sasa haya kinywani mwangu. Na nilipokila tumboni ikawa ni chungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa habari njema tena juu ya watu na taifa na lugha na ufalme. Hii ni habari ya utimilifu iliyo kwenye nguvu ya Ufunuo ile 14 ile 6 mpaka. Kwa hiyo tunaona sasa siku ya mwisho, ina maana ni yale maelezo yote ya kweli ambayo inahukumu kila neno ambalo kwa uhalisia ndio lililokuwa limetengeneza roho chafu juu ya nchi. Sasa hiyo siku ya mwisho imekuja, wengi hawajajua, lakini leo utafahamu kwa sababu imekuja na ikoje. Tunaona kwenye nguvu ya Luka 21 ule mstari wa 34, amekuja lakini ametukuta tuko busy, yaani manabii, mitume wote, kwa sababu wako Babeli. Hakuna anayefahamu kwamba hii ndio vita ya siku ya mwisho inayotimia. Basi jiangalieni mioyo yenu isije karibiwa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha. Siku ile ikawaijia ghafla kama mtego unasaba, kwa kuwa ndivyo itakavyowaingilia watu wote wakao juu ya nchi. Basi kesheni nanyi, ili wakati huo kiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya mwana wa Adamu, mbele ya yule anayefundisha. Lakini ni yeye Baba akiwa anasimama kwa ajili ya haki yake. Sasa siku ya mwisho ikoje? Siku ya mwisho tukisoma kwenye Zaburi ya 90 ule mstari wa 4, hiyo ndiyo siku ya mwisho. Na ndio utaiona, alafu utaona kwamba sasa hii vita inatokeaje. Maana miaka 1000 machoni petu ni kama siku ya jana. Yeye akujielezea tu, akusema Bwana, sasa sikiliza, hii miaka 1000 mnayotakiwa kuwa nayo nyinyi, inatakiwa iwe kwangu ni siku moja. Yaani wewe ndani yako una moja na mimi na moja, yaani muunganiko wa ile moja. Lakini alificha akaita tu ni siku moja bila kuiweka wazi, kwa sababu wangeiweka wazi dunia tusingeongelea habari hii na wala asinge. Ndio maana akasema ni siku anayojua Baba peke yake. Ndio anasema ataonekana na yule mwana wa Adamu akiwa mfundishaji. Sasa anafundisha kwa ajili ya kutimiza ile miaka timilifu ya. Kwa hiyo miaka 1000 kwetu kwa maana kwake ni siku moja, ambayo ndio imebeba siku ya mwisho. Sasa miaka 1000 ndio siku ya mwisho. Hiyo miaka 1000 sasa inapatikana. Mwanzo
2:19. Hii ndio moja, na Mwanzo 1:26. Hiyo ndio moja na ndio miaka 1000. Yaani mahusiano mazuri na Baba. Muumba ambaye ni kweli yote akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama. Hiyo ndiyo moja ya Baba na Adamu. Tunaona inatimia kwenye Mwanzo 2:19. Yeye Baba ambaye ni kweli yote akafanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama msituni na ndege na wangani, akamletea Adamu ili aone atauhitaji. Na kila kiumbe hai Adamu alichokiita jina lake likawa ndilo jina lake. Kwa hiyo wana mahusiano sawa na Baba mmoja. Kwa hiyo ile miaka 1000 sasa ndani yake kwake Baba ni siku moja. Yaani anamuona, anamulika humo ndani, anamuelewa. Sasa baada ya Mwanzo 2:23 mpaka 25, Adamu kumwacha baba na mama, na yeye akaenda kujiita baba na akajiita mama bila kujua baba ni nani. Hapo ndipo kulitokea mistake. Kwa hiyo alipomwacha baba na akaja kujiita baba juu ya nchi, ina maana mfumo wa moja uliondoka. Kwa hiyo ulipoondoka, baba hakufanya tena mambo ambayo yana kwa ajili ya kuendelea kumsii, kwa sababu tayari Mwanzo 3 anamfukuza, naambia umeshakuwa mmoja wa baba, basi nenda huko utumwani. Kwa hiyo akatoka akiwa amenyang'anywa utimilifu wa miaka 1000. Kwa hiyo akawa na miaka 930. Hiyo miaka 930 akaenda kutengeneza empire sasa ya kutumikishwa na yule aliyeamua kufatana naye. Ina maana zile ambazo sasa tamaduni, mila na kila kitu ambacho alikuwa anakifanya kikawa kinaishi kwake na familia yake. Ndio tunaona hapa kwenye Mwanzo 5, siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Kwa hiyo alipokufa, ina maana tuliendelea sasa kuishi nusu, kama hapa sasa unavyoona kwamba kwa baba hapa ni miaka 1000, kwake ni siku moja, kwetu hapa inatakiwa kuwe na miaka 1000. Ina maana ni yeye sasa anapoachilia material ya mtoto kuzaliwa. Ina maana mtoto alikuwa anatakiwa anzie hapa aje huku akiwa mmoja, yaani hesabu yake ianzie mwaka wenye miezi 9, alafu na huku kuwe na mwaka wenye miezi 9. Ina maana mtoto akikaa tumboni ule mwaka wenye miezi 9, akizaliwa anaendelea na siku, kwamba ana mwaka na siku moja, ana mwaka na wiki moja, ana mwaka na miezi miwili. Ikifika 9 anafika miaka 2. Hiyo ndio moja, ndio hii hapa. Kwa hiyo inaanzia hapa. Kabla sijakuumba nilikujua. Kwa hiyo nilipokuwa kuna material kabisa, una vipawa, kalama, talanta, vigezo mema na mazuri. Unapoachiliwa kuingia tumboni, hapo wataki kufanya mistake. Unatakiwa uendelee humu tumboni mwako uanze kuhesabiwa ndani. Kwa hiyo uwe na vipawa, kalama, vigezo, talanta mema na mazuri, ndio utoke nao mpaka huko. Kwa hiyo ukianza hapa ni mwaka wa kwanza, huku nje ni mwaka wa pili unaosimama kwa ajili ya kutimiza kila ambacho kinatakiwa kitimie. Kwa hiyo tunaona hapo kwa uhalisia kabisa anapata miaka hiyo pungufu. Kwa hiyo ndio maana sasa inatokea kwamba anapewa majira ya kwenda utumwani miaka 70, yaani kuionyesha sasa kwamba nini sasa ambacho sasa utaenda kutumika. Ndio tunaona Yeremia 27 ile 5-9, tunamwona Adamu akionyeshwa sasa kwamba namna gani alivyo, kwamba sasa ile miaka 930 ina maana mpaka sasa miaka 70 tena itimie. Ikitimia miaka 70 ina maana ndio atakuwa ametoka utumwani. Kwa ndio maana akasema sasa kwenye Yeremia ile 29 ile 10 kwamba baada ya miaka 70 nitawaijilia ninyi. Hapa nasema maana yeye kweli yote asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawaijilia. Kwa hiyo tunaona sasa inatimia hiyo miaka 70, lakini haiwezi kutimia kwa kusema tu,
lazima kuwe na proof ya kwa ajili ya hicho, kwamba je, mwaka wa kweli unaanzia wapi? Ndio Zekaria sasa ile 14 ile 7, kwamba siku ile ya baba ikoje? Je, inafanana na hii mwaka wenye miezi 12 au inafananaje? Ndio tunaona Zekaria 14 lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye baba, sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni utakuwepo nuru. Hapa ndio naona kabisa kwamba kumbe yeye baba siku yake haina mchana haina usiku. Kwa tunaona kwenye Danieli sasa 8:13 naye anasema hivyo, ndipo wakamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza, hayo aliyonena haya maono katika habari za sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini, kukanyagisha patakatifu na jeshi lake? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi zitakapotimia. Na Danieli 8 ule mstari wa 26, na maono ya hizo nyakati za jioni na nyakati za asubuhi yaliyosemwa ni kweli. Kwa hiyo tunakwenda sasa kwenye Isaya ile 61, ili tuone sasa kwamba kumbe siku moja iko ndani ya nini. Ndio sasa tunapata picha, na ndio sasa tunaenda kuangalia kwamba je, hii vita sasa ni nini? Je, inatimia vipi? Ili usiteseke kwa kudanganywa na mitume na manabii. Majira imeshafika. Wewe unatakiwa tu jifunze na uelewe ile kweli basi. Isaya 61:2, kutangaza mwaka wa yeye uliokubaliwa na siku ya kisasi. Mwaka uliokubaliwa na watu wote, si wa Januari wala Desemba. Tutaona si huu mwaka wenye miezi 12. Huu mwaka ni wa kinabii, kwa sababu huu mwaka umetengenezwa kupitia Yeremia 33:20-26. Ni mwaka ambao ni ibada kubwa, ni jua na mwezi. Kwa hiyo hii ilitokana kwa sababu baba alimpa Yakobo, alimpa na Daudi mamlaka katika majira hiyo, ili awe katika nguvu ya utimilifu wa hayo. Sasa hiyo ndio ilitumika kwenye nguvu ya Babeli juu ya nchi, akiwa kama ndiye Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na wake watatu. Wa kwanza ni Sara, wa pili ni Hajiri. Sara akachelewa kuzaa, akampata Hajiri akazaa mtoto akaitwa Ishmaeli. Ishmaeli akazaa watoto ambao ni 12. Tunamwona baada ya miaka 15 huyu Sara naye anapata mtoto ambaye ni Isaka. Isaka anakuwa naye anampata Rebeka, anapata watoto mapacha, Yakobo na Esau. Tunaona Yakobo ndio kunapatikana kabila 12 ambao wana majira yao inaitwa Abibu na Adari. Hawa wakina Ishmaeli wana majina yao inaitwa Muhammad, Zuluija. Tunaona hizi ni empire mbili ambazo kwa uhalisia mpaka zije ziunganishwe na baba. Tunaona baada ya hapo huyu Ibrahim alipokufa Sara akaja kumwoa mama anaitwa Ketura. Ile Mwanzo 25 ule mstari wa kwanza. Ketura akazaa wa China na Waishia wote. Walikuwa watoto 6. Sasa ina maana watoto 6 hawa waliokuwepo hapa, majira yao, kalenda zote juu ya nchi za imani zote, ukomo wake ni jua na mwezi. Mwanzo 1:14 na Mwanzo 1:3. Yeremia 33:20. Kwa hiyo hapa sasa wote ni uzao wa Ibrahimu, na madhabahu ni mnara wa Babeli ambao unasababisha sasa kwa ajili ya maagano 12, majina 12, lugha 12, mitume 12, nyota. Hii ndio madhabahu juu ya nchi. Kwa hiyo haiwezekani hii madhabahu juu ya nchi iwe kwenye nguvu ya kutuweka moja. Kwa hiyo hii ni ya jua na mwezi.
ipo majira yake sasa, ambao ndio tunaiona hii kalenda yenye miezi 9 ambao ndio ya kutuunganisha sisi kupitia Zekaria 14:7 mpaka 9. Hii ndio majira ya watu wote. Kwa hiyo hii sasa ndio inabeba, huu ndio mwaka, lakini ndani yake ndio umebeba siku ya mwisho. Ndio maana kwamba ndio maelekezo sasa hapa ambapo umepaona hapa kwenye nguvu ya Mathayo 24 ule mstari wa 36. Walakini habari ya siku ile na saa ile, yaani siku moja ya Baba, hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Na mwana wa Adamu sasa anafundishwa. Kwa hiyo huyo mwana wa Adamu hakuna mjuaye, ni yule sasa aliyebeba moyo wa kweli yote, kufundisha ile kweli yote, kwa kuonyesha dunia kwamba siku ya mwisho iko hivi na vita ya siku ya mwisho iko hivi. Kwa sasa tunakwenda sasa kwenye utimilifu wa vita hiyo ya siku ya mwisho. Tumeona kabisa majira ya siku ya mwisho, wote tulijua ni siku moja. Hatukujua kwamba hii inabebwa kwenye mwaka, lakini sasa tumejua Isaya 61:2 inabebwa ndani ya mwaka. Bila mwaka hakuna siku ya mwisho. Kwa ndio maana unaona ni majira ambayo hata kwenye nguvu ya mtoto ni 28 miezi 9. Huyo mtoto hana usiku wala mchana. Kwa hiyo hii ndio siku ya mwisho iliyobeba utimilifu kwa ajili ya kurudi kwenye mahali tulipokusudiwa. Kwa hiyo tunaona sasa, na ni majira ya mtawala mfalme kupitia Luka 1:26-31. Huu ndio utukufu anaokuja nao Baba, ambao kwamba ilikuwa ni mwezi wa 6, malaika Gabrieli alitumwa mpaka mji wa Galilaya kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yesu. Alikuwa anaitwa Mariamu. Kwa hiyo mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 2 ndio unapata nguvu ya ile majira ambayo inatimia kwenye nguvu ya miezi 9. Hiyo miezi 9 ndio tunaiona kwa uhalisia kama nguvu ya utawala wa Yesu kwa majira hiyo. Lakini alikutana na majira ya Kaisari hapa. Hii majira ya Kaisari, hii ni majira mwaka yenye miezi 12, ni majira iliyo tayari imetekwa. Ndio maana unaona wanatumia 31. Lakini kwa Baba kuna 28. Hakuna wiki yenye zaidi ya siku ya wiki 5. Mwezi zaidi ya wiki 5. Ina maana hii ni mtawala aliyekuwa tayari anatawala. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba kuketi kwenye ile Mathayo 25:31 anaketi akiwabagua watu. Ina maana ameketi kwamba mwana wa Adamu amekuja, lakini ni moyo wa Baba ambaye ndio tulikuwa tunaita Roho Mtakatifu, akifika sasa kwa ajili ya kutufundisha yale yote ambayo tulikuwa hatuyajui, tuyajue, ili sasa tuwe huru mbali ya udanganyifu, kwa sababu majira yameisha. Ndio maana tukio juu ya tukio litatokea mpaka tuelewe. Kwa ni majira ambayo haina usiku. Kwa hiyo sasa inatokanaje sasa hii vita ambayo tunaiona sasa ni vita ya siku ya mwisho? Tunaisoma sasa kwenye Ufunuo 16 ile 13 mpaka 16 na Ufunuo ile 8 tulioanza nayo, ambayo ndio kwa uhalisia kabisa inatupa picha hiyo ya vita ya siku ya mwisho na inapiganiwa wapi. Marafiki wa yeye. Hii sio story. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule nyama na katika kinywa cha yule nabii uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara tokazo na kuwaendea wafalme na ulimwengu, kuwakusanya kwa vita ya siku ile ya Muumba. Tazama naja kama mwizi. Sasa anatokea kwenye utendaji huo wa vita, ili sasa ionyeshe vita ya siku ya mwisho ina maana gani. Tunaona kwenye Ufunuo hii 20 akiwakusanya hao mataifa
naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambayo hesabu yake ni kama mchanga wa bahari. Sasa tunarudi hapa kwamba je, Amerika ana represent nani na Israeli ana represent nani na Iran ana represent nani na hao Wakaldayo ni wakina nani? Sasa ndio tunapata nguvu ya uelewa kupitia Yeremia 25 sasa, na wanapigania wapi? Alafu tushukuru. Ule mstari wa 12, na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile. Babeli ndiye Amerika ana represent, na taifa lile ni Israeli. Na Wakaldayo ni ibada mbalimbali ambazo zilikuwa ni potofu za ishara, miujiza, unabii na ubashiri. Hizo ndizo nchi tatu. Sasa Babeli alikabidhiwa uumbaji, ndio alikuwa anatawala, Kwa hiyo Israeli alirepresent makabila yote juu ya nchi, yakiwa kwenye makabila 12, majina 12. Hapo tunaona kwenye Mwanzo 49. Huyo ndiye akiwa anasimama kama Benjamin anatimiza haya. Lakini kwa sababu hatujui na tayari tulikuwa Babeli kwa ajili ya utumwa, basi hakuna aliyekuwa anafahamu. Sasa amekuja atusaidie yeye. Mwanzo 49. Yakobo akaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku ya mwisho. Kusanyikeni msikie mwana wa Yakobo, msikilizeni baba yenu. Rubeni mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo ile sasa makabila 12, ina maana zile tabia za watu wote juu ya nchi zinakusanyikana hapo kwenda kwenye ile vita, ambapo katika mafundisho tunaambiwa Magogu na nguvu, Gogu na Magogu, mataifa yote yatakusanyikana kwa vita ya siku ile. Ina maana ni wale representer waliopewa mamlaka kutawala juu ya nchi kwa nguvu ya basement ya ule utawala na msingi wa dunia wa Yerusalemu ya kwanza. Hao ndio wanaenda kupigana hapo, ila mtikisiko unakuwa wote watu wanapokea. Hata ukiwa kwenye kijiji gani unapokea, unaona mtikisiko wa uchumi. Kwa tunaona hapa kwenye 49 ule mstari wa 27. Utasoma yote, Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kulalua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Hizo ndizo kabila za Israeli 12. Tumeshuhudia Benjamini akisema Israeli hakuna Yesu. Yesu anafananishwa na kitu kingine kwa sababu hakueleweka Yesu namna gani. Kwa hiyo nani alikuwa anafahamu? Kwa sababu yeye ndio alikuwa representer kwa ajili ya mwisho. Kwa hiyo akawaambia uumbaji, hapa bwana tuko hivi. Kwa hiyo sasa yeye kwa sababu wanajua, ndio maana yule ambaye ni wa kweli akifika, wote wanajua watu mbali. Watafahamu kwa sababu yeye ataongelesha, atawafundisha. Lakini kaja kafika tayari. Na sasa amefika kama mwizi na hakuna lililokuwa. Kwa hiyo tunamwona huyo representer akiwa huyo. Kwa hiyo hao ndio wamebeba muhimili wa nchi zinazobeba utawala wa wote. Babeli anawakilishwa kwa ajili ya kubeba ile miaka 70, ukamilifu wake. Kwa hiyo unafika. Taifa lile ni Israeli. Ufunuo 21 ile 10 mpaka 13 ni msingi wa dunia ambao uko kwenye nguvu ya mwaka yenye miezi 12, kabila 12, lugha 12, ile chemichemi 12 na majina 12, yakiwakilishwa na kutimizwa na Benjamin. Tunaona ile nguvu ya Wakaldayo ni misingi ya mitume 12, ibada mbalimbali ambazo kwa uhalisia zilikuwa si
katika haki yako yote. Kwa hiyo misingi hiyo sasa ndio naiona Efeso 2:20 kwamba akiueleza huyo ambaye alikuwa anaitwa nabii Paul kwamba kanisa lilikuwa limejengwa kwenye mitume 12. Kwa hiyo watu wakawa hapo, lakini si katika nguvu ya kuamini. Kwa hiyo Marko 16:14 ikaonekana wote wale mitume wako. Ndio maana unaona wanacheza mpira huko. Kwa hiyo Galilaya ni imani mbalimbali ambazo si za haki mbele za yeye mwenyewe. Kwa hiyo Yeremia sasa 25:12 baada ya miaka 70 nitamhukumu taifa la Babeli na taifa hili. Wanapigania wapi? Ndio tunaona sasa kwenye Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili 36 Nyakati wa Pili 36 ule mstari wa 20. Na wale waliokoka na upanga wakachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanao, hata kulipowadia miliki ya Uajemi, ili kulitimiza lile neno ambayo ni kweli ya yeye mwenyewe kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake. Kwa maana siku zote ilipokuwa ukiwa ilishika sabato kutimiza miaka 70. Kwa hiyo vita inayopiganwa Iran hapo kati ya Israeli, mataifa yote yako pale. Kwa hiyo kwa ajili ya kuangusha ufalme wa ile miaka 70 kuisha. Kwa hiyo utawala wa Babeli kuisha, utawala wa makabila 12 kuisha, mifumo yote kuisha. Wanapigania hapo. Hiyo ndio vita ya siku ya mwisho, na sehemu hiyo ni Al-Magedon, ndio uwanja wa vita. Kwa nje ni hapo, lakini kwenye nguvu ya mahali pa uumbaji ni kwenye akili, kati ya uongo na kweli ndio inapigana, kwa sababu baba ndiye kweli yote, na baba wa uongo juu ya nchi ni nani? Ni uongo. Sasa kama ni uongo, ina maana wanapigana, ina maana hapo ni final. Kwa hiyo ndio maana akasema sasa kwenye Ufunuo 3 ile 10 kwamba uumbaji unajaribiwa, kwa sababu watu wengi hawakumwamini kweli yote kwa sababu ya maisha ya Babeli. Kwa kuwa umeishika kweli yote na subira, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuijilia ulimwengu wote, wajaribu wakao juu ya nchi. Kwa hiyo wanapimwa nini sasa? Kwa nini wapimwa? Kwa sababu watakapokwenda kwa manabii wao waliokuwa wanategemea, hakuna kitu. Ili kuhakikishia uumbaji yupo, hawatakuwa na majibu. Hapa anasema kwenye Mika 3 ule mstari wa 5, yeye kweli yote asema hivi, katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu hao waumao kwa meno yao na kulia amani, na mtu awaye yote asiyetia kitu vinywani mwao, wao humwandalia vita. Kwa hiyo itakuwa usiku kwenu, msipate tena kuona maono, tena itakuwa giza kwenu, msiweze kubashiri. Na lijua litakalochwea, nalo jua litawachwea manabii, nao mchana utakuwa mweusi juu yao, na hao waonaji watatayarika, na wenye kubashiri watafadhaika, na hao wote watajifunika midomo yao, kwa maana hapana jawabu la Mungu kwao, bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa moyo wa kufundisha na ubiri Israeli kosa lake na Israeli dhambi yake. Kwa hiyo hii ni halisi, wote tunatakiwa turudi kwake. Sasa tuanze kumrejea yeye, kwa sababu tayari. Ndio maana napenda zaidi na nafurahia sana wewe umuunganishe na mwenzio kwa ajili ya
mahali pa kujiunganisha kupitia hiyo Kweli Yote TV, like Kweli Yote TV. Kwa hiyo jiongezee, endelea subscribe kwa ajili ya Kweli Yote TV. Kwa hiyo karibu sana, mweupe mweusi, tuko kwenye majira imefika, na yameshafika kama mwizi na tayari yupo juu ya nchi. Haya yote ndio kweli yenyewe. Kwa hiyo ipokee, mwambie na mwenzio kwamba akasubscribe kwa ajili ya Kweli Yote TV. Baba ametubariki na ametuinua. Hii ni siku tayari, vita hiyo inayopiganwa ni vita ya siku ya mwisho kwa utimilifu. Utujaribu sisi sote, na kazi ya manabii imefungwa. Basi Baba atulinde kwa sababu ya mpito huu tunaopita. Tumebarikiwa sana kwa taifa na mataifa yote. Tumebarikiwa weupe weusi, wekundu, wakubwa kwa wadogo, na viongozi wote wafahamu, kila mmoja amuunganishe mwenzie kwa sababu ya majira hii. Tumebarikiwa naye Baba ametuinua.